Na tumerudi mara baada ya mapumziko mafupi na bado tuko viwanjani Ulamaa kwa mara nyingine tena niko hapa, lakini sasa nitakuwa na wachambuzi wengine tukibalika katika panel hii ya World Cup Special. Alwatan Ramadhan Ngoda naungana naye pamoja na Abdul Kadir Seif Kudabash kwa muda ambao umesalia kuweza kuangalia katika ile World Cup Special kuna nini, tutakwenda kuwajuza hapa. Toka pale saa 3 tuko wote, lakini ni mpaka saa 6 ya mchana ndio tunawaaga hapa viwanjani. Lakini kabla ya yote, muda si mrefu nitaungana na Ali Bakari katika tunasema taarifa za mitandaoni. Atakuja kutupitisha hapa hatua kwa hatua mitandaoni kuna nini. Tutakuja kuungana naye hapa Ali Bakari muda si mrefu, ambaye naye bila shaka naamini kabisa iPad yake imesheheni kweli kweli. Ali Bakari, karibu sana. Kama uko tayari uweze kutuletea kile ambacho umejaliwa kutukusanyia katika iPad yako. Maalumati bila shaka yamejaa. Maalumati hayakosekani kabisa. Hayakosekani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali bwana? Salamu. Nimefurahi leo kukutana na ndugu yangu. Na mimi ngoja nisimame hapa. Ndio. Na ndugu yangu hapa Ramadhan. Ili ugundue hata ni Ramadhan Ngoda. ili ugundue nini? Tutajua tu kwamba kuna majina ukiyataja unabadilisha. Kwani Huwezi kusema Ramadhani. Unaanza na Alwatan. Ramadhan. Idi. Salim Kidedea. Ulamaa. Unamuita Idi. Uniwera bwana. Sasa hivi hadi jina la gift limebadilika. Unaanza na Mtozi. Yaani kazi ni kweli kabisa. Kuna majina kama Ayubu Injo nalitaja moja kwa moja. Lipo Salama Ngale. Salama Ngale. Na mimi ndio maana uweze kutamka tu Ali Bakari lazima Mufti. Mufti Ali Bakari. Vile bwana, karibu sana. Na sisi ni uwanjani wako sasa uweze kutupitisha katika hiyo mitandao yetu ya kijamii. Kuna jambo gani huko? Bila shaka watazamaji wetu wako tayari kuweza kujua kile ambacho umekuwa kusanyia leo. Asante sana bwana Idi Salim Kidedea. Naam, kama inavyofahamika ya kwamba leo hii Tanzania wakati ule ikitambulika Tanganyika ndio siku ambayo ilipata uhuru wake. Na wakati ule kama inavyofahamika ya kwamba nchi ilikuwa chini ya rais wa awamu ya kwanza wakati ule alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa katika kuadhimisha siku hii ya uhuru wa Tanzania leo tarehe 9 Disemba, Azam TV na yenyewe ama Azam Media na yenyewe inahusika katika kuadhimisha hiyo siku. Sasa twende moja kwa moja kwanza kwenye ukurasa wa Azam TV Sports. Nini kumewekwa huko? Na hiyo hapo post utaweza kuiona hapo ikisema ya kwamba uongozi na wafanyakazi wa Azam TV unawatakia Watanzania wote heri katika maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanzania wakati ule ikitambulika Tanganyika. Sasa ni Tanzania. Tanzania ilikuja baada ya mwaka 1964 tarehe 26 mwezi wa 4 ule Tanganyika ikaungana na visiwa vya Zanzibar kwa maana ya Unguja na Pemba, kisha tukapata jina Tanzania. Miaka 61 Ramadhan Ngoda. Miaka 61 ya uhuru wa Tanzania. Kuna watu yani huwa kuficha miaka yao ni ngumu sana. Unajua kuna watu wana post birthday zao lakini hawasemi wana miaka mingapi. Lakini kuna watu ambao tarehe na mwezi tu. Tarehe na mwezi, lakini sasa kuna watu ambao yani wenyewe walishajiweka wazi kwamba wao walizaliwa ile siku ya uhuru wenyewe. Yani kuna watu kama Freeman Boy, yani yeye hata jina lake ile Freeman ni kwa sababu ya kwamba alikuwa mtu huru. Unajua kwa hiyo kuna watu ambao yani ukisema miaka 61 ya uhuru unajua mtu kama automatically naye ana miaka 61. Hauwezi kupata shida. Lengo la kusema Idi Salim Kidedea ambaye birthday zake hazieleweki. Mimi sijasema hilo, sijafika. Kwamba Kidedea birthday zake hazieleweki. Shwaga tu na mitandao ya kijamii nikiingia asubuhi naambiwa happy birthday Ulamaa. Lakini hujui wewe mwenyewe kama siku yako kuzaliwa. Lakini kwa mtu aliyezaliwa mwaka 61 hata ile kuuliza how old are you? Inapata shida. Ni jambo la kujivunia. Jambo la kujivunia kama nchi. Kuna nchi mpaka sasa hivi hazijafikisha miaka 61 tangu ziwe huru. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tuna haki ya kuifanya siku ya leo kuwa ni siku sio siku tu ya kupumzika kwamba yani zile kazi kwa maana ya shughuli za serikali zinasimama, lakini ni siku ambayo hata sisi wenye umri mdogo tukikaa na babu zetu wakitusimulia kwamba kipindi hicho cha kabla ya uhuru maisha yalikuwa hivi na hivi, wasema uhuru ulikuwa una mantiki kubwa sana, una utamu wake. Nimefurahi Ngoda hapo umesema
sisi wenye umri mdogo, wewe umezaliwa mwaka 98. Na tutoke hapo twende katika ukurasa huo wa Azam TV Sports. Unajua ya kwamba michuano ile ya Azam Sports Federation Cup imeanza kutimua vumbi jana na leo hii itaendelea. Sasa tumekuwekea ratiba hapa ya michezo ambayo utaweza kuishuhudia leo hii. Na saa 10 utaweza kuangalia mchezo kati ya African Lyon na Mbuni FC, lakini baadaye kutakuwa kuna mchezo Green Warriors. Hiyo saa 10 kutakuwa kuna mchezo wa Green Warriors dhidi ya Stand United, lakini saa 1 kamili usiku Azam FC watacheza na Malimao FC. Kuna mtu mmoja jana alisema bwana, hili jina la Malimao linanoga kidogo kulitamka. Yaani katika mechi ambazo ni ngumu kutangaza ni hii hapa. Kwa nini? Mdomo unajaa mate sana. Yaani kila dakika mdomo unajaa mate. Yaani sasa yule mpiga zubari au yule anapiga lile tarumbeta lile ukamkatia embe au ufike pale unanyunyiza limao namna hii. Shughuli imeisha. Habari imekwisha. Hali ni tete. Kwa hiyo ndugu yangu Kidedea ujipange. Ajipange. Leo atakuwa katika majukumu hayo. Uende na chumvi. Mwanzo nilikuwa naambia Mnyanyi. Leo Malimao. Mate atajaa sana mdomoni. Sawa. Na tutoke hapa sasa twende katika ukurasa wa Yanga ama Yanga Princess. Wao wameweka taarifa gani? Itakuja hapo picha. Yes, hiyo hapo. Yes, ni taarifa ya kuweza kuvunja mkataba na kocha mkuu na pia aliyekuwa msaidizi Mohamed Hussein na Edna Lema Young Africans ama Yanga Princess. Hii timu ya wanawake ya Yanga imeweza kuvunja mkataba na hao makocha wake na kisha watatangaza nani anakwenda kushika mikoba ya timu hiyo. Naam, tutoke hapo sasa. Tuhamie wapi? Tunakwenda katika ukurasa mwingine. Huu ni ukurasa ama wa Mtozi kama tulivyotangulia kuambiwa mwanzo, lazima tuanze na Mtozi Gift Macha. Yeye kulingana na taarifa hiyo ya Yanga Princess, yeye anasema Edna Lema kocha pekee mwanamke nchini mwenye leseni ya CAF. Nadhani mwenye leseni A ya CAF. Yes, mwenye A kumradhi. Mwenye leseni za CAF huko lakini mwenye leseni A ya CAF. Mwenye leseni A ya CAF. Lakini ametoa maoni yake huko mwisho, anasema nadhani ni muda sahihi sasa kumuona akifundisha timu za wanawake. Za wanaume. Za wanaume. Kumradhi. Limenikaa kwa sababu leo usichangae. Kudabash. Haya ni maoni ya Gift Macha Mtozi. Gift yuko sahihi, lakini kwa upande wangu naamini katika kufacilitate inatumia ni women empowerment kwamba wanawake wafundishe timu za wanawake na wanaume. Ndio. Wanaume wafundishe timu za wanaume. Yaani ndio kitu ambacho binafsi huwa nakiamini hivyo. Yaani wanawake wafundishe timu za wanawake na wanaume. Wanaume wafundishe timu za wanaume. Kwa nini wanaume? Kwa sababu warudi kwenye nani kwenye agenda equity. Tule agenda equity. Kwa sababu katika yani swala zima la mpira na hata Gift alichokizungumza pale mpira wetu sisi una asili ya mfumo dume. Yani so mpira wetu ni mpira wa dunia nzima una asili ya mfumo dume. It means kwamba kama wanawake wakiingia katika mpira yani wakifundisha timu za kiume tunaenda kuvunja ule mfumo, kwa sababu wanaume tayari ni sawa na maendeleo ya Afrika na Ulaya katika mpira. Unasikia ni kocha pekee wa kike mwenye leseni A ya CAF. Lakini labda katika makocha 300 ambao wenye leseni A na B unaweza kukuta wawili, yeye na labda na mwingine. Kwa hiyo kwa upande wangu naamini hivyo, na hata kulikuwa na project ilianzishwa na Hasinat Ibrahim, makamu wa rais wa CAF ambaye anatoka katika shirikisho la soka la Komoro la Ushelisheli. Alikuwa akizungumza moja kati ya project ambazo Tanzania na nchi nyinginezo ni kuwafanya wanawake kuwa empower, kuwapa nguvu kwa ajili ya kuingia katika hizo timu. Edna ni kocha mkubwa sana na mafanikio makubwa, lakini jambo la kustua zaidi, wengi expect angepewa timu kubwa ya wanawake senior team. Na kwa sababu yeye ni sehemu hiyo ambayo ameweza kutoka nazo tangu vijana, angeweza kufanya vyema zaidi, although aliyekuepo anafanya vizuri pia. Kwa hiyo kwa upande wangu naamini hivyo kwamba ligi ya wanawake ingefundishwa na makocha wengi wanawake, na ligi hii ya wanaume kama kuna nguvu ya kocha mwanamke anaweza fanya pewe nafasi, kwa sababu tayari sisi tushajigawa katika mfumo
wa mfumo dume hasa katika dhana ya mpira. Sawa sawa. Naam, sasa wakati tunaendelea kudonoa yale ambayo yameandikwa haswa hapa ndani ya nchi yetu ama mipaka ya Tanzania, na ukumbuke ya kwamba leo hii ni sikukuu ya uhuru wa Tanzania. Tumalizie na tweet hii ya Hashim Ibwe. Tunamalizia hapa afikisha tutaingia kule katika World Cup special. Na Hashim Ibwe ametweet nini, itakuja hapo picha muda si mwingi. Yes, huyo hapa anasema golini screen protector. Mbavu mwana finali Afrika. Kati Shakman. Juu Faila Shurfi. Zanzibar finest. Alafu anasema Januari ifike tu mshindo mzito sana huu. Hayo maneno. Yani screen protector ni jina ambalo Ibwe Ngoda alimpa Djigui Diarra. Alafu mwana finali Afrika ni Shaban Juma Suda Bemba. Au kwa mtu ambaye kamaanisha yeye kwa michuano ya shirikisho ambayo Vita alicheza na Vita Club alifika. Shakman huyu atakuwa Dickson Job. Afu juu Faila Sufi Zanzibar finest anajulikana. Na imetrend sana. Sikia kaenda huko. Mbona kuna bashi unazungumza huko na tabasamu hapo palipotajwa kwa mimi nimefurahi neno Faila Sufi. Kila mtu ana utamkaji wake. Sasa Waarabu wapo leo zuri na ngoda Mwarabu. Faila Sufi. Ni Sufi Faila Sufi. Nimekuuliza Abdul Karim. Faila Sufi. Yeye kaeka Sufi lakini tunaenda katika vitu vingine nzuri tu. Safi. Basi sawa. Lakini anazungumzia usajili. Ni usajili. Anasema Januari ifike tu. Kuna kishindo kizito kitasikika katika nchi. Tusubiri. Basi sawa. Na sasa tunahamia katika World Cup special kwa maana ya kugusa ile ambayo yanahusiana na kombe la dunia ambalo linaendelea kule Qatar, na ukumbuke ya kwamba leo hii mechi za robo finali zitaanza kutimua vumbi leo na kesho. Leo 2 alafu kisha tutashuhudia 2. ESPN wameweka posti hapo, wanasema Morocco the first African country to win it. Kama Morocco itaweza kushinda kombe hilo, basi itakuwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kuweza kulibeba kombe hilo. Ya pili akasema Messi and Ronaldo having got bragging rights. Kama Ronaldo atachukua kombe au Messi kwa kupitia timu zao za taifa watachukua kombe, basi watakuwa na haki ile ya kuweza yes. Alafu anasema football final coming home for England. Kama England wataweza kuchukua kombe, basi ile coming home itakuwa imekamilika. Mara mwisho ilikuwa mwaka 1966 kuchukua kombe. Haya. Anasema France go back to back for first time in 60 years. Kama au Ufaransa watachukua kombe, basi itakuwa imefanya ile back to back kwa mara ya kwanza katika miaka 60 tangu 50 na ngapi? Yes. Huko mbele wakasema Neymar gives Brazil their 6th star. Sindio? Okay, sawa. Kwa sababu tayari ashachukua mara 5, sindio? Alafu Modric retires from international football in style. Kwa sababu inaonekana kama Modric ndio huenda labda ilikuwa ndo mara yake ya mwisho kuitumia Croatia, sindio? Alafu mwisho huko kamalizana anasema Netherlands win it for the first time after losing 3 finals. Mimi binafsi nimeipenda ya ipi hapa? Ya Morocco. Ya Morocco kwamba itakuwa ni mara ya kwanza kutumia. Ni dhana ambazo yeye ameziandika admin wa account ya ESPN. Lakini dhana ya kitu cha kwanza kufanyika. Yani kufanyika kabisa. Unajua hata ile France ni baada ya miaka 60 ilishai kufanyika. Neymar anaipa 6 ishai kufanyika. Messi na Ronaldo kugombania kwa kitu hata kama wasiposhinda hapa kombe likaenda kwa Morocco, it's obvious watabaki kuwa ila Modric kuretire kwenye international football in style ina nani mbili. Of course ataretire in style, lakini itakuwa ni for the first time ana win World Cup. Ana win World Cup kwa sababu ya iliyopita alikosa aliingia kwenye finali. Sasa ile ingekuwa tamu angeipata na Ballon d'Or. Na tumeona FIFA World Cup na wenyewe wameweka posti hapo, wamemweka huyo Modric, lakini pia kuna huyo hapo Neymar. Kama unakumbuka ya kwamba leo hii kutakuwa kuna mchezo wa kwanza itakuwa ni saa 12 pale kati ya Croatia dhidi ya Brazil, na hao hapo wawili huyo Neymar aliwahi kucheza kule Hispania kwa maana ya ligi ya Hispania na wameshakutana sana na Modric. Kwa hivyo leo kutakuwa kuna vita kati ya Modric na huyo Neymar. Tumalizie na hii undroppable midfielder more. Yani kiungo ambaye haekeki nje kwa namna yote ile pale. Unamzungumzia Casemiro? Yani ndo haekeki nje ile.
Hakuna namna ambayo utaingia na timu yako kutafuta ushindi kwenye midfield yako una Casemiro afa na bench unless awe anaumwa au ana suspension, lakini vinginevyo kama yuko available for selection obviously yani. Na hizo yes, BR Football wametuwekea picha hizo za mazoezi ya Brazil ambao leo hii wanakutana na Croatia, tabasamu kubwa kabisa likionekana, sijui inamaanisha nini, na hivyo ndivyo tunavyoweza kumaliza kuyadonoa kutoka katika mitandao ya kijamii leo hii. Yale ambayo yametrend ama yamechukua nafasi katika mitandao ya kijamii ni hayo. Ndivyo tumekuelewa kaka, fanya uende tuendelee mambo mengine. Fanya uende kaka, tuendelee mambo mengine. Wewe mtu watanga una mambo mengi. Sijakuja kuna kona niwaambia fanya uondoke. Mufti Ali Bakari, sisi tunakushukuru sana. Tunakukaribisha tena viwanjani. Ni kweli kabisa. Huyu kijana wangu nyingine. Huyu kijana wangu. Sawa, nashukuru. Na nimetaja mwaka wake aliozaliwa. Umetaja mwaka wake 68. Sawa. Niondoke kama nani. Ni mwenzetu Mufti Ali Bakari alikuwa anatupitisha katika mitandao ile ya kijamii, na bila shaka umefaidika na kile ambacho ametuletea hapa.